Bwana. Kwa nini Ukristo ni vita? Na inabidi upigane. Kupigana maana yake ni mweleka. Sasa wale wanaojua ngumi, wangapi wameshacheza bondia? Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ubondia kuna namna ya kupiga. Kuna sehemu utaki kupiga mwanadamu. Kwa Biblia inasema kwamba sisi ni kama mabondia, tunapigana na shetani. Lakini vita vyetu ni vya kiroho. Lakini bahati mbaya shetani hana kanuni. Yeye kukuta anaweza kupiga mpaka za uso. Anaweza kutwanga mpaka kwenye sehemu ya diaphragm ambayo hairuhusi kupiga mwanadamu kwa sababu anakufa. Hana huruma. Tuna adui ambaye hajui ustaarabu. Shetani ni mtu wa hovyo kabisa katika maisha yetu. Na ndio ambaye amekuwa ni adui. Kwa nini nasema hivyo? Ukitaka kunielewa, mwangalie mchawi ambaye anakula mtoto wa jirani yake. Angalia mchawi ambaye anaenda kuroga mpaka mtoto wake mwenyewe. Kwa sababu anaongozwa na shetani. Shetani hana huruma. Katika vita hii hakuna ustaarabu. Kwa inabidi kupigana vita kweli kweli. Ndio maana ukisikia hapa naanza kuomba, sema Baba kwa jina la Yesu, na uwa nguvu yoyote ya kifamilia. Usianze kusema nao kama mshikaji, unatufanya mshikaji. Amua kutikisika mpaka mwili wako wote ujue unaomba. Vinginevyo mpendwa katika Bwana, hii vita huwezi kuishinda. Haya mapambano utaishia njiani. Hii vita ni lazima unapoomba akili zako, nywele zako mpaka miguu kwamba unaomba. Vita vya kiroho. Ni vita ambayo ni sio ya kawaida. Na naomba utambue wenye nguvu ndio wanaoteka. Wazembe hawataingia katika ufalme wa mbinguni. Maisha ni mapambano. Hakuna maisha mepesi. Na ni vita kabisa. Kwa hiyo inabidi kujifunza mbinu za vita ili uweze kushinda. Vinginevyo unabaki kama ulivyo. Swali ni kwamba kwa nini tunapambana? Kwa nini nimesema maisha ni mapambano? Kwa nini tunapambana? Kitabu cha Obadia 1:17 anasema, na katika mlima Sayuni kutakuwapo na wanaoshangilia, na wana wa Yakobo watamiliki miliki zao. Wakati wana wa Israeli wanatoka nchi ya Misri kwenda nchi ya ahadi, Mungu akuwapa nchi ya Kanani hivi kwamba njoo wewe wana wa Dani chukueni hapa, wana wa nani Manase chukueni hapa, wana wa nani wa Yuda chukueni hapa. No, walifanya nini? Wanaweza kupata zile nchi? Bwana Yesu asifiwe. Walifanya nini? Walipigana. Walienda kuua watu na wenyewe waliuawa sehemu nyingine. Mungu anapokuambia mwanangu nimekupa uzima, kwamba kwa kupigwa kwa Yesu sisi tumepona, haina maana kwamba uzima unakuja tu hivi hivi. Lazima umwambie shetani, ukiona anakuletea maumivu ya tumbo, shetani toka katika jina la Yesu. Magonjwa ng'oka, kifua toka. Lazima useme kuchanganyikiwa ng'oka, vinginevyo shetani ni king'anizi kama inzi. Hana huruma. Kwa vita hivi tunataka kuchukua miliki, kuteka miliki inabidi kupambana ili kumwangusha na kuachia mamlaka ambazo adui amezikamata. Sasa somo hili ni la ndani sana, lakini naomba niende kwanza katika sehemu ya juu kwa sababu naongelea sehemu kitu kingine cha nyakati ngumu. Kwa nini tunapigana? Kwa ajili ya kuweza kuifikia hatima. Mtoto mdogo anapozaliwa, kwa nini analia? Daktari. Lakini kisaikolojia, kulia ni kitu kizuri. Yaani maana kuna maumivu anapata. Au sio? Kwa sababu asingekuja uso, si ndio angerelax. Ina maana anapotoka anaona kuna tayari shida. Na ile shida, kwa sababu ya shida, Mungu aliumba ile shida kwa utukufu, ndio mapafu yanatanuka. Si ndio? Ndio namna pekee anavyoingia duniani kwa shida, lakini kwa namna ndio anaishi. Ndio maana nimekwambia kuna jambo baya, ila ni mtazamo wako. Lakini mtoto anapoanza kuingia duniani acheki. Au hapo anaocheka? Bwana Yesu asifiwe. Analia. Maisha sio ya kucheka. Maisha ni mapambano toka unazaliwa. Ila ukishakuwa na akili, inabidi umwambie Mungu naomba nijiungamanishe. Yaani Mungu, mtu mmoja aliniambia siku moja, akaniambia Sako mimi nitakaa na wewe Benedict. Mungu mimi na wewe. Yaani sikuachi kwa sababu najua ndio kwa kuna uzima. Yaani kwa Mungu ukitoka nje shetani anakubamiza vizuri.
Lakini ukishajua namna ya kwenda na Mungu, kana Mungu Bennett. Yaani umwachi kama Yakobo. Yakobo akamwambia nini yule? Alimwambia yule malaika nini? Anaambia nisikuachi mpaka umefanya nini? Umenibariki. Yaani Mungu ngana nao. Ngoja nikwambie, yawezekana unaweza kuwa unapitia kwenye shida. Lakini natamani mtazamo wako akili ubadilike, useme mimi hata kwenye shida hii ndio raha yenyewe. Paulo anasema najua kufanya nini? Najua kuwa na njaa, najua kushiba. Najua kukosa pesa, najua kupata pesa. Katika hali zozote bado Yesu anabaki kuwa Bwana. Naomba usiogope, inaweza kuwa ni shida, inaweza kuwa ni matatizo, jua tu namna ya kufanya. Ukitembea na Mungu, japopita katika bonde la uvuli wa, anasema nitakuwa pamoja nawe. Kwa uvuli wa mauti utakuwepo, asikudanganye mtu. Na naomba nikwambie wazi, asije kudanganya mtu. Hakuna maisha mazuri katika maisha ya mbele bila kulipa gharama. Hayapo. Hayapo, hata kama ni mwanafunzi, hata kama ni nani, kuna gharama ya kusoma, kuna gharama ya kuhangaika. Kama ni kijana ukiona amefanikiwa, usana amefanikiwa hivi, kuna gharama analipa. Na kama atakuwa hajalipa gharama, mafanikio yale ni ya bure. Kwa hiyo ninachokiomba, ngoja nikwambie, wana wa Isakari walichopewa, walipewa namna ya kujua majira na nini na nyakati. Usiku unakuja, unatakiwa ukalale. Wewe ni kijana, huna kazi, huna cha kufanya, hujui utakula nini, ndugu anakutegemea, familia anakutegemea, unaenda kuangalia movie. Unajua majira na nyakati wewe? Bwana Yesu asifiwe. Na kesho hujui utakula nini. Umekaa busy unaangalia movie mpaka saa 8 usiku. Pendwa katika Bwana, huo muda utaulipa. Wenzako wengine ambao ni vijana wanajielewa, saa 7 usiku, Baba katika jina la Yesu, nahitaji kutoka katika maisha haya. Nahitaji kujua nini kilichopo kwako Bwana. Naomba rehema Mungu wangu. Naomba msaada. Analia usiku mzima. Utakuwa sawa naye. Akiamka asubuhi Mungu anamuunganisha kwenye connections. Mungu analeta watu waje wamsaidie. Wewe ndio nani? Njoo. Mwaka 1995, 96. Nilikuwa na maisha magumu sana. Nilikuwa na hali ngumu. Sio wewe. Nilikuwa nataka kuelezea kwa mfano. Bwana Yesu asifiwe. Na nimetoka kwetu kule kwa kina Potiphar. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yalikuwa magumu. Kodi sina ya kulipa Dar es Salaam. Nikagundua jambo moja. Nilijua sitakufa. Unajua kwa nini nilijua sitakufa? Kwa sababu najua Mungu akunileta kufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikajua kuhusu hilo, hata kama nitakaa na njaa siku 3 bado nitaishi. Bwana Yesu asifiwe. Nikajua mtaji wa maisha tayari ninao. La pili, ule mji ukienda Dar es Salaam ni mji mkavu. Yaani mpaka nani atakusaidia? Nikaanza maombi ya saa 7 usiku. Baba katika jina la Yesu, nisaidie nikutane na muujiza wangu. Baba naomba neema. Baba naomba. Nikasema mimi ni vurugu za usiku tu. Eti nikae mdao naangalia mpira. Hapa juzi nilikuwa naangalia hata vimovie angalau. Baada ya kuona kidogo Mungu amenipa mambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Maisha magumu bado unaendelea, unaweza kukaa kwa unaangalia movie, sitakuwa na kichaa. Lazima kichwani kwako kuna wazimu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ujui kesho utakula nini, unaangalia movie leo. Una relax, asikudanganye mtu. Haikupita muda. Unajua mimi nilipataje kazi yangu ya kwanza? Nilikutana na mtu anaitwa Adolf, mpaka leo namkumbuka. Karibia Sako, njoo. Wewe ndio Sako? Ndio. Nilikutana naye barabarani. Karibia njoo nifuate. Wakati alikuwa anafanya kazi chuo cha uhasibu pale Dar es Salaam. Akaniambia darasa hili hapa tufundishie kompyuta. Ndio muujiza wangu wa kwanza kutoka. Kijana, wakati au mtu ambaye umekaa wakati ujui kesho yako ina nini bila kukaa na Mungu. Mungu lazima ukae naye Bennett. Kama ni maombi ya asubuhi nakuja kwa ajili hiyo. Baba nahitaji maisha yangu yabadilike. Kama maombi ya usiku kwa ajili hiyo. Lakini baada ya kupata hayo yote bado naomba utafute muda, kwa sababu ngoja nikwambie maisha, ngoja nikwambie katika wanaita nini wale motivational speaker. Unajua ukihangaika, ukilima shamba, utapanda matikiti, utapata milioni 50, utaingiza bilioni 2, milioni 500, 800,000, milioni 600. Haya kalime matikiti uone. Bwana Yesu asifiwe. Kama yote hajauzia shambani. Mpendwa katika Bwana, unahitaji Mungu.
Ukiwa na wazo au umepata wazo, mtafute Mungu. Baba, sasa kuhusu hili nifanye nini? Natamani uwe na hiyo discipline, jenga hiyo moyo kwamba Mungu anaijua nyakati na majira. Vinginevyo utakuwa mtu ambaye unapotea. Mtumishi wa Mungu Suleiman akasema vyote ni ubatili. Hakuwa na maana ubatili kama maisha na ubatili, hapana. Alikuwa na maana kama hujaenda katika mipango na mwelekeo na maelekezo ya Mungu, maisha ni ubatili. Natamani usiwe mmoja wa watu wa aina hiyo. Mungu akupe neema ukaweze kutoka pale ulipo. Jambo la pili, nimekwambia la kwanza ni kuweza kumiliki miliki zako. Jambo la pili ni kwamba tunapigana na adui ambaye ana ustaarabu. Nimeona Wakristo wengi wakiaibika, Wakristo wengi wakipoteza nafasi, Wakristo wengi wakiugua mpaka wanakufa na magonjwa, kwa sababu shetani hawezi kuachia kama hujaamua kusimama kinyume nake. Ukiwa Mkristo lojolojo, unaumwa tumbo, unakuja kanisani eti mchungaji akuombee, utatoa sadaka? Ni lazima usimame mwenyewe ukasema hapa vita siachi, tumbo linaweza kuendelea kuuma. Baba anahitaji uponyaji wa tumbo kwa nguvu na vurugu mpaka tumbo litaacha. Lakini ukiwa Mkristo ambaye jamani nauma tumbo, miguu yangu tumbo, jamani tumbo, naomba nikwambie shetani ataendelea kukuumiza tumbo. Lazima ufike siku uwe na kichaa kwamba haiwezekani. Leo Mungu naomba unisaidie, nataka kutoka kwenye jambo hili niende kwenye utukufu mwingine. Bwana Yesu asifiwe.